Musa alikuwa yuko na Mungu akipokea amri. They lost patience. They lost patience. Wakapoteza uvumilivu. And created a golden calf for them as their God. Wakatengeneza ndama ya dhahabu ili wamwabudu kama Mungu wao. So Moses was not even involved. Kwa hiyo Musa hakuhusika na hilo. But this is the conversation he's having with God. Haya ndio majadiliano aliyokuwa nayo na Mungu. If you cannot forgive them, ya kwamba kama hutawasamehe hao, I pray, ninaomba, wrote out of your book, brought me out of your book which you have written. Na sivyo, na kama sivyo, unifute na kusihi katika kitabu chako. Instead of these people, let me get the punishment. Badala ya watu hawa kuadhibiwa, tafadhali niadhibu mimi. So Moses was willing to put his head on the chopping board. Kwa hiyo Musa alikuwa yuko tayari kuweka kichwa chake ili yeye akatwe. We see the burden of leadership and intercession from Moses. Tunaona mzigo huu katika uongozi na uingiliaji wake Musa. Let us go in the same Exodus. Let's just go back to chapter 14. Katika kitabu hicho cha Kutoka, hebu turudi nyuma katika sura ya 14. Verse 5, mstari wa 5, and we'll go up to 13. Alafu tutakwenda mpaka mstari wa 13.